kitengo cha mwisho cha kipindi, na siku ya leo nimemleta jamaa tall, dark and handsome, 6 foot. Yaani ningekuwa studio nikasikia okay. Anyway, Steven Chenze ndio mgeni wetu leo katika Ilikuwaje. Steven Chenze amefanya mambo ya ajabu. Steven Chenze amesumbua watu hii town. Steven Chenze amesumbua tu yani hata familia ya kwake. Steve samani, lakini tunavyozungumza ni kwamba amebadilika. Steve, karibu sana kwenye kipindi. Shukran. Okay. Unajisikiaje? Nashukuru Mungu. Uko sawa kabisa. Okay. Steve, kwa kifupi tu, kwa mtu ambaye anawasha redio sasa hivi anataka kufuatilia story ya kwako, pengine ungetuelezea Steve Chenze ni nani na umefanya vitu gani kwa hii town? Mimi naweza sema Steve Chenze ni mtu ambaye nimepitia mengi, mambo ya drugs, crime, uhalifu, murder. But nashukuru Mungu kwa sababu wale wengi tulikuwa tunafanya nao mambo sasa hivi, wengine wana serve life sentence, wengine wameuliwa na serikali, wengine mob justice. Mimi niko hai, niko free, niko na family, na najaribu kureform pia wenzangu wale ambao tuliwaacha nyuma. Okay. Ulianza lini? Nilianza kitu 93 hapo. Uko na umri gani? 93, I think tulikuwa na kama miaka 13, 14. Okay. Nani alikuleta kwa uhalifu? Uhalifu niliingizwa na marafiki. Vitu mingi wa sana vibaya na vizuri. Kuna hiki tunaitwa peer pressure. Okay. Unakutana na rafiki yako, ujui kwa sababu unajua pia ni mtoto. Ndio sababu jambo moja mimi husema, ukiwa mzazi, jaribu kufuatilia mtoto wako kila siku, njia zake vile yuendelea, marafiki zake ni kina nani. Kwa sababu mimi wale walinidanganya, hawakunidanganya ati tu walikuwa na nia mbaya. Walinipea kazi, wameiba, ni wabebee mali. Okay. Walikuwa wameiba nini? Walikuwa wameiba sukari, magunia ya sukari. Okay. Na sasa hiyo ilikuwa gunia moja, na vitu zingine sitaki kusema, lakini kwa sababu mimi nilikuwa ni mtoto wa shule na niko na uniform. Nikawa nikibeba siwezi sumbuliwa na serikali. So nikapewa nibebe. Ni walikuwa ni watu wazima kabisa. Watu wazima majambazi. Okay. So kaniambia tubebe, ukifika upande ule ukitupea tutakulipa. Okay. So mimi nikabeba mali. Kupeleka mali kufika upande huo walikuwa wameniahidi pale ambapo nitapeleka kufikisha mali. Kaniambia sasa zawadi yako pesa hii. Alafu walikuwa wanatengeza dawa inaitwa cocaine. Okay. Na heroin, ilikuwa ni heroin wakati. Walikuwa wanatengeza heroin. So wakaniambia shika pia ujaribu. Umefanya kazi mzuri. Kama umetoka shuleni? Nimetoka shuleni. At 13 years. Okay. Nilikuwa form 1. So unajua kuna msemo utasema curiosity killed the cat. I tell you. Nikasema wacha nijaribu. Ulikuwa kabla hapo ulikuwa ushawahi kutumia dawa yote? Sijawahi kujaribu. Bangi, sigara nilikuwa nishaijaribu na pombe, lakini hard drugs ndio ilikuwa mara ya kwanza. Okay. Ulisikiaje? Okay. Jambo la kunishangaza ni kwamba vile nilisikia mwili umekuwa mwepesi. So unajua ndio siku ya kwanza, alafu nilitumia mingi. Okay. So nikaenda nyumbani, nikajaribu nikasema wacha nilale kwa sababu sisikii niko normal, wacha nilale kwanza nione maybe hiyo steam itapungua. So kujeka kwa kitanda nikawa nasikia nani kama mwili uko kwa kitanda lakini kichwa ni kama kiko kwa hewa. Yaani unapepea. Hapa mpaka nagonganisha kwa kitanda sisikii, yani kichwa sema lakini nikiangalia kichwa kiko kwa kitanda. Najua mama yangu ishachizika hivi. Sasa iliyobaki tangodea. Ikifika asubuhi nitoroke. Aibu yani ile pia watu wasijue ninachizika ile. Okay. Mamako alikuwa wapi? Mamangu alikuwa hai wakati. Wazazi, babako? Babangu aliaga zamani 82. Okay. So asubuhi niliamka niko sawa. Na nikasema okay, kumbe si mbaya hivyo. Okay. Na ndio nikaanza hivyo. Safi. Safari imeanza, safari ya story. Itakuwa na tuelezea zaidi baada ya cocaine, what happened. In the house is Steve Chenze. Wa home, wa kanisa, wa kwetu. Steve, Steve is a reformed criminal. Okay. Na Steve hapo awali
tulipoanza mahojiano ulisema kwamba umefanya mambo mengi mazuri mabaya. Naam. Okay. Na ukasema kwamba uliweza kuua. Watu wangapi? Naweza sema mmoja. Ilikuwaje? Vita. Wakati huo wajua ukiwa katika hizi drugs. Okay, wakati huo nilikuwa natumia cocaine, natumia heroin, natumia diazepam, natumia rohypnol. So nachanganya bado bangi, ash. So yani ilikuwa ni mkorogo wa madawa. Okay. So and then kuna mtu alikuwa anataka tuproviane. Ilikuwa ni rafiki yako ama ilikuwa ni tutajuana? Okay. So vita vikaanza. Ni vita vikaanza. Wapi? Mtaani tu. Okay. Ulimuua na nini? Mikono tu. Ha? Sipendi kuongea sana juu hiyo story kwa sababu inaniuma bado yani. Wakati huo nilikuwa sioni kama ni jambo la maana. Okay. Lakini with time nilikuja realize ni makosa nilifanya. Okay. Okay. Ulishtakiwa, ulishikwa, wafungwa? Nilishtakiwa, ilifanyika lakini sikufungwa. Okay. What happened? Ulitokaje? Tunaweza change hiyo story. Nzito kidogo. Unaweza kupata ushauri pengine ukasaidiwa? Ndisaidia. Okay. 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 But ni nzito kwa sababu bado inanigusa mpaka sasa. Na most probably hao niliwatendea ovu, familia yao najua pia lazima mmoja ili watasikia hiyo. Okay. Ndio singependa kuongea. Okay. Familia inasikiza sasa hivi, unaweza familia sasa familia ya jamaa uliyemuua wanasikiza. Unaweza kusema nini ukipata nafasi? Well, tuko marafiki, wanajua ni makosa nilifanya lakini sikuwa kupenda kwangu. So we are still friends. Uliwahi watembelea na kwenda kusema pole? Hata tunaongea vizuri mpaka sasa. Okay. Tulisameana. Ulikuwa na umri gani ukiwa? 15, 16. What? Okay. So maisha yako katika uhalifu ni vitu gani ambavyo uliweza kufanya kando na kuua? Well, wizi. Ilifika pahali ndio hata kuacha sasa kutumia drugs. Ilifika pahali sasa nikaanza kuuza. Okay. Nikawa nauza hiyo heroin. Kuna tembe inaitwa bugizi. Ama rohypnol. Rohypnol ni tembe ambayo upewa wendawazimu kama madhari. Okay. So wale wendawazimu wale wanasumbua, wanapiga watu sana. Kuna tembe huwa wanapewa ya blue. Okay. So hiyo tembe ukipewa utazubaa kama siku nzima. So hiyo tulikuwa tukitumia pia tunaikula kama starehe yani. Okay. So nilikuwa nauza hizo, anauza heroin. Okay. Alafu kuna dawa pia inaitwa diazepam. Kama kuna ugonjwa inaitwa insomnia, wale watu ukosa kulala. Sasa kuna dawa inaitwa diazepam. Sasa hiyo pia tulikuwa tunaiuza. Okay. So ukichanganya hiyo na heroin na rohypnol uko dunia nyingine. Unakunywa zote kwa pamoja? Unazichanganya. Okay. So tulikuwa tukiuza hizo. Ilifika pale sasa unfortunately huwezi kuuza haya madawa bila kushirikiana na serikali. Tusidanganyane, ukweli usemwe. Tulikuwa tukiuza na polisi na sitaki kuwataja majina lakini ulikuwa unawajua kabisa. Nilikuwa nikipeleka every Wednesday pesa bahasha police station. Okay. Si ati wakutafute uwapee pesa yao. Ndio. Wewe mwenyewe ujipeleke police station uwapee posho yao. Wapi, Nairobi, Mombasa, eneo gani? Wakati huo kwanza nilianzia Likoni kabla sasa nianze kutapaka. Ulikuwa teja? Nilikuwa zungu, acha teja. Teja sasa ni ule wa kutumia, ukitoka teja wenda zungu. Okay, teja ni wa kutumia. Zungu ni upi? Zungu sasa ni ule wa kusupply. Baba lao. Okay. So unfortunately kufanya na polisi, unajua sasa katika hizo grupu zetu kuna wale sasa walikuwa pia tunawatuma wakaibe. Polisi pia wanatupea mpaka bunduki. Okay, really? Hizi pistol huwa kwani unafikiri wahalifu wengi wanashtua wapi? Zile marobari zimpatikana sijui ati ndio evidence za kwa amari. Hizo ndo watu upewa. Zingine polisi wakupea ile yake ya kazi. Okay. Nenda ufanye kazi, leta 10,000 yangu per day. Okay. So tulikuwa tukifanya hivyo na askari. So tumefanya mengi. Nakumbuka hata kuna mmoja wetu walienda robbery, mmoja akauliwa na bunduki ya polisi.
Nani aliyemuua? Afisa wa polisi ama walifanywa na afisa wa polisi? So bunduki ni ya polisi na polisi wamemuua. Mnageukiana? No, unajua sasa wameenda robbery with violence, alafu sasa polisi wamerespond to that robbery. Kukuja sile shootout, mmoja wetu akaangushwa. Ile bunduki kuchukuliwa ni ya nani? Ni ya Kenya Police. Maiti haezi sema alipewa aje. But polisi obviously huwezi kuona namba, sikajulikana ni ya polisi fulani. Okay. Unfortunately in Kenya ule polisi alikuwa transferred. Okay. Hawakushikwa. Ndio. Okay. Ulikuwa mnaiba wapi? Mnaibia nani? Mnaiba nini? Magari? Popote. Ilikuwa ni wizi gani? Robbery with violence. Mtu ana mali kwake nyumbani, kuna Land Cruiser nzuri, una dhahabu, dili yoyote, melini, diesel. Okay. So chochote kila ambacho popote kuna mali. Okay. Okay. Sijui una boutique nzuri na mali. Like nakumbuka 2007 ile siku hiyo wakati wa election hiyo December. Mungu anisamehe, lakini nilipata mali, yani watoto wangu ni kama walikaa kama miaka 3 sijawanunulia nguo. Okay. Ile robbery ilifanyika hiyo wakati. Okay. Ulisikia uchungu, unaangalia watoto wako na hawana nguo za Christmas? No, sikuwa nasikia uchungu, nina pesa. Lakini nafikiria ni vile niliibia watu, ile wizi tulifanya. Mtu ameka biashara yake, labda saloon, boutique, hardware, nini, my electronics. Okay. Sisi wote tutapita na vitu. So like kama nguo za watoto ndo nakwambia, like for the next 3 years kuanzia 2007. Oh really? Mpaka like to 2010 sikuwa nunulia watoto nguo. Zile ulizoiba? Hizo zilizo tangu mpya yani. Okay. Hivyo ndo ilikuwa. Na penda vile unavyosema watoto, una watoto. Ulimpata mke wako kwa hali gani? Katika uhalifu ama bado ushareform? Wakati huo nilikuwa bado kwa uhalifu. Na tukajuania hapo, mwanamke akapata mimba. Mlikutana naye wapi? Tulikutania naye Mombasa. Okay. Sehemu gani? Mjini town, Ganjoni. Okay. Okay. Yeye ni hapa Kibera. Hata si ati yeye alikuwa pia mkuja Mombasa, happy tu yani. Okay. Okay. So tukapata watoto, alijua mkianzana kwamba wewe hii ndio kazi unafanya? Kwanza hakuwa akijua. Okay. Siwezi kuambia alikuwa anajua. Alikuja gundua baadaye. Baada ya gani? Kama karibu mwaka. Tayari ashapata mimba. Okay. But then tukaachana. Kwa nini? Nini kilikosanisha? Kilikosanisha ni madawa. Unajua ukiwa mtu wa drugs, huna time ya kukaa na mwanamke. Wewe wafikiria vile, unajua kitu kama unga hiyo cocaine, huo ni kitu unatumia na masaa. So in 2-3 hours unaanza kuumwa na tumbo. In 3 hours unaanza kuhara. Unaona? Like diarrhea kama vile una cholera ama so mpaka uitumie. And something funny with cocaine, ukiwa unahara, ukipewa ile cocaine ukivuta tu puff moja wacha kuhara hapo. Ndio unajua kitu ni mbaya. Okay. So you have to use it with hours. You're addicted. Yani wewe ni zombie. Unatoa makamasi wawashwa. Yaitwa rosto. Okay. So mwanamke atakaukae na wewe. Kichwa chako cha kufikiria drugs. Haya, ukitaka hizo drugs, huna pesa, utafanya nini? Utafanya unyama tu, utafanya uhalifu. Kwa sababu hakuna kazi utafanya ambayo itaweza kukushtiri ati kwa siku uweza tumia 1500 kwa starehe. Hakuna hii Kenya kazi. Tena inabidi una time ya mwanamke. Mwanamke akijaribu kuambia nini, nikamfukuza nikabaki na mtoto. So sasa unamfukuza mke ubaki na mtoto, na kama huwezi kumtunza mke utamtunza mtoto. So unajua mtu wa drugs harizo nao tu. Mwanamke naye alijaribu kumwambia, aliniambia mtoto wangu atakufa. Nikamwambia sikiliza, ulipokuja hapo ulikuja na mtoto. Ukuja na mtoto. Kwa hivyo vile uliko ndio utaenda. Na sasa hiyo anakuogopa, kwa hivyo huwezi kubishana na wewe. Nilikuwa kisirani kwa sababu nakumbuka bado tulikuja tukarudiana. Akapata tena mimba ya pili. Akazaa. Sasa lakini amejua kazi unayofanya, unakutia kwa muda mrefu. Ashajua jamaa hii time yenda jela. Yatoka. Yani kesi mara mob justice, mara amekimbia hii, sijui nini yani. So ilifika pahali
Like nakumbuka mtoto wa pili alivyozaliwa, ilivyofika wiki 3, mtoto nilifukuza mamake tuliachana akiwa na wiki 3. Mtoto. Okay. So akaniambia jamani mtoto atakufa. Mtoto wa wiki 3. Surely. Nikamwambia wacha afe mwangu atakifa. So alienda akaita polisi. Okay. My P. So mimi unajua nishakula drugs zangu, yani sijielewi. Nikiangalia kwa mlango naona my P wawili wamesimama na mabunduki na yeye na chief. Kaambia nataka tukuja watoto, nikamwambia sikiliza. Fula atakaingia hapa. Watoto mtawachukua. Sikatai kwa sababu mna bunduki mtawachukua. Lakini mjue mimi mtaniacha maiti na sifi peke yangu. Ingieni tu, hakuna shida, watoto mtaenda nao, lakini mjue mimi sitaona watoto wangu wakienda nikiwa hai. Na sifi peke yangu na uhakika. Ndio unasema one take. Macho makavu. Polisi walishindwa kuingia kwa sababu walikuwa wananijua. Oh really? Okay. Walikuwa washanizoea. Nishawapiga mara kadhaa, si ati kutoroka police station. Yaani walikuwa washanizoea. Yeah. Mimi nikisema nikishamua ni mbaya. So wale polisi walimwambia chief, madam chief, basi unamjua umkisirani tu jameni. Sasa hii ni mambo gani? Wewe fanya hivi kama chief, jaribu uongee tu na warudiane. Yaani afisa polisi wamekuogopa. Walikuwa wananizoea. Lakini nilikuwa naweza toka jela leo nafika mtaani, hata wenyewe wataki kuniona mtaani, tafadhali watafute kesi yote wanishike, waje squad wanifunge wanirudishe tena jela. Okay. Kwa sababu wanajua tukipatana mtu mmoja ama wawili, hata kama mna bunduki shauri zenyu. So polisi wakaenda, nikabaki na watoto. So wamama mtaani ndo walijaribu wakanisaidia. Waliniambia jamani, lakini mama yake ameongea ukweli. Mtoto atakufa. Ni mdogo mtoto wa wiki 3, wewe mwenyewe ni mtu wa madrag. So naweza imagine nimeenda kula makokaini, nauza makokaini. Niko na mtoto, unajua mtu wa drugs, okay, mtu wa cocaine huwa hana appetite ya kukula. Wataka tu kunywa soda, juice, biskuti, keki. Okay. Mtoto wa sasa wiki 3 hujui wataka kula nini. Ni bado yanyonya? Yeye staki anyonya. Mimi sina matiti. So ilibidi wamama mtaani wakaniambia fanya hivi. Tupe mtoto. Tutakulelea watoto. Penda shughuli zako. So asubuhi mimi nawachukua watoto napelekea wale wa mama. Walinifundisha kuna maziwa inaitwa S26. Yes, formula. Na nyingine inaitwa lactogen. Hapo ndo nilizijua kwa sababu ya watoto. So akawa na ile mikebe na pampers na wapelekea. So something funny like watoto wangu wote walikuwa wanapata majina wakiwa na kama 2 months, 3 months. Okay. Kwa sababu umekaa kama 2-3 months bado hujapea mtoto jina. Wewe hata hujui miezi 2-3 imeisha. Oh. So mpaka wasikia watu wakuuliza mtoto wako aitwaje? Mtoto. So mpaka kina ndo akaitwa kina Nasra, kina Pinky, wao mama ndo walipea maji. Nasra na Pinky. Okay. So tena watoto wa kike. Hawa watoto mimi kwangu nilikuwa naona faida kwa sababu unajua sasa ilifika pale nikawa wanted sana na polisi. Siwezi peleka ile cocaine. So nachukua ile pampers na ipasua na kale makokaini ndani, alafu namvalisha pampers na nampandisha kwa gari. Okay. So sema kama umpandisha kama so ulikuwa unatumia mtoto wako kwa kazi yako. Yeah. Mama yose hizo bado umekataa kupata mtoto. Mama tuko pamoja. Mliwachana kwa muda gani? Hata sasa tuko pamoja. Mpaka waleo mjairudiana. Hatujarudiana. Watoto wako wapi? Watoto mko nao. Oh dear. Lakini tulisameana, tuongea vizuri, hata yaje kuona watoto wanaenda kwa mama, si kama wakati huo walikuwa haizi ingia kwa. So watoto wako walikuwa wanalelewa na majirani? Walikuwa wanalelewa na majirani wakati huo. Oh dear. So mimi nikiwachukua naenda navalisha drug na wasafirisha mzigo. Wakifika kule wanatolewa pampers, unaelewa? Pampers na wanavalishwa wengine wanaletwa stage, ikifika stage na naletwa watoto. But nashukuru ilifika pale because tangu 2012. Okay, ilifika pale sama market tuongeleshana. Tulisameana. So ikawa hata watoto wanaweza kwenda kwa kina mama yao. Okay. Okay. Wanajua mama yao, familia ya kina mama sasa. Kwa sababu niliacha hiyo mambo. Tutakaporudi awali tutakuwa tunajua nani alimkomboa. Lakini kuna kitu wamesema kwa awali kwamba aliweza kupata mob justice. How was it?
Tuko katika kitengo cha ilikuwaje, tunamalizia mahojiano nikiwa na Steve Nyanze. Steve Nyanze, story yake kwa kweli okay. Scary, lakini he has a beautiful ending. Okay, Steve, turudi hewani kuna wakati ulisema kwamba kuna wakati ambapo uliweza kupatiwa kichapo cha mbwa. Uliweza kupata mob justice. Ulikuwa umefanya nini na ulishikiwa wapi? Well, mob nimepigwa kadhaa. Sio moja Si moja. Okay. Like kuna moja nilibia marafiki zangu, watu wananijua. So unajua uzi ambao ni mtu anakujua ni rahisi kushikwa. Lakini sasa vile nilikuwa pia kichwa mbaya, si ati nilikuwa ati nakubia alafu nakimbia. Tutakutana naye mtaani tu. Okay. Hakuna kitu utanifanya. So ile kitu walifanya, walinizunguka group. Wakakusanyika group, wakanishika, wakaanza kunipiga. Marafiki zako? Okay. Na mara nyingi nimeoji watu kadhaa kwamba mhalifu aibi mahali anapoishi, aibi kwa familia wala marafiki. Inakuaje kwamba sasa mimi nilikuwa siwezi kukuambia tulikuwa siibi mtaani. Nilikuwa naibia mpaka watu wa familia. Okay. Nakumbuka like kuna mjomba wangu mmoja pia siku nimuibia huyo. Alikopeshwa pesa na mamangu, wakati wa mamangu alikuwa hai. And then mamangu kwa sababu ya uzee, kila mjomba wangu akaona huyu mwanamke atanifanya nini? Ndio. Kuna kitu atanifanya? Mamangu akaja akaniambia wewe ni aje? Yule mjomba wako alikuwa askari Kejanevi, mwanajeshi. Kopesha pesa hataki kunilipa. Nikamwambia pesa ngapi? Akaniambia 12,000. Ilikuwa 209. Nikamwambia ina shida. Sasa nikichukua wewe yangu ni ngapi? Mungu akaniambia wewe fanya hivi. Kwa hiyo 12,000 commission. Si ni kazi. Na mamangu alikuwa anajua mimi kichwa kibaya. So akaniambia fanya hivi, chukua 1000 na niletee 8,000. Okay. Kaenda kwa yule anko yangu. Nikampata, nikamwambia anko kidogo mazee nilikuwa nataka. Kuna rafiki yangu alikuwa na deal naye, naomba simu nisaidie nimpigie. Alivonipa ile simu nikamwambia anko vipi? Vaa earphones vizuri tafadhali. Nikamwambia anko, si unadaiwa na mamangu 12,000. Alikuwa wakati huo kulikuwa na hizi simu za Samsung hizi za flap. Yeah. Wakati huo ndo zilikuwa fashion. Okay. Ilikuwa around 20 something. Ni alikuwa mkubwa jeshi. Nikamwambia sasa anko hii simu wewe naenda iuza. Nipate pesa ya mama yangu nimli. Akaniambia young man, unajua mimi ni askari na naweza kukutana. Nikamwambia anko, jeshi ni ID, yani kitambulisho tu umekelia. Hakuna pahali utanipeleka na jeshi yako. Jaribu uchukue hii simu ndo ni provie sasa hivi. Hii simu skupi. Si ulikata na pesa ya mama yangu. So, okay, anko wangu pia alikuwa anajua kwa na mimi nilikuwa sirudishi majeshi nyuma. Hata hiyo jeshi yako unasema ati ni majeshi. Mimi nilikuwa najiamini vita. Tutapigana mpaka tufe. So ikabidi akaniambia sawa, acha nitamlipa mama. Nipe simu. Nikamwambia hakuna simu nakupea mpaka umlipe. Mamangu akiniambia umemlipa pesa yake nakupea simu. Ilibidi anko wangu aende amlipe pesa. So na mimi ile simu nilienda nikaiuza baba. Yaani umepatiwa pesa na umechukua simu? Hakunipea pesa, alimpelekea mamangu pesa. Okay. Lakini tayari ulikuwa na simu kwa hivyo ukaiuza. Simu nilikuwa nayo, sasa ndio sinataka kumuonyesha madharau kwa sababu walikuwa wakinidharau pia. Walikuwa kuna ile walikuwa wananichukia na mimi nilikuwa lakini sisi walikuwa wananichukia kwa ubaya. Hakuna mtu anapenda mtoto wako akiwa mwalimu. Mtu asikie. So mimi nilikuwa naona manko pia hawana mpango wote, wananichukia na mimi nikaenda nikaiuza. Alipokuja akaniambia pesa nisampea mamako mpigie simu. Kamwambia sawa. Sasa kuconfirm na mama akaniambia kweli simu pesa ashanipea. Ampe simu. Kaambia anko sawa, twende nikuoneshe simu yangu. Nilimpeleka mpaka pale niliuza, nikamwambia simu iko na huyo. Sasa akamwambia sasa usinipe simu. Tuma kaambia mimi jamaa nimempea 15,000. Kwa hivyo mwambie nipe 15, nikamwambia akaniambia Steve sasa ni vipi suni umpe pesa yake? Nikamwambia anko malizana, si ulikuwa unataka simu. So nilikuwa nishazoea hiyo kuiba yani popote nataka. Siku ati nasema ati mob justice umepokea kama ngapi? Mob justice nimepata 3. Okay. Uliumia wapi? Ni wapi? Hata ukiangalia hapa kuna side moja iko dark.
Kama yeah, I can see it. Kwa kichwa kwa kichwa. Okay. So kuna parts ndio uzuri sana, naanza kuwa kijana mzuri mpaka naona zinapotea. Okay. Ndio kuna unaona kama hii. Okay. Hii ni mtu alinipiga mpaka kisu, kuna zingine ziko huku. Okay. Mawe. So nilikuwa nikifanywa hizo, nimefanywa 3. Okay. Lakini nashukuru kwa zote nilikuwa nikiponea. Okay. Afisa polisi ndio anakuokoa ama unaponea? Moja ni mbio zangu. Okay. 2 ni polisi. Okay. Mamako ashawahi kukupitisha chini na kuambia jamani mtoto wangu waacha hii kazi? Alilia sana kabla hadi alikuwa akiniombea sana. Alikuwa akiniambia mwanangu mimi najua utageuka tu. Nini kilichomuua? Alikufa na cancer. Okay. So I'm so sorry about that. That was in 2009. Lakini mama alijaribu kila njia. Alikuwa akiniambia mimi najua utachange tu. Yeye alikuwa ni mtu wa dini. Okay. Hata alikuwa akija kunitembelea saa nyingine nimekuwa jela, mambo ya drug trafficking, mara nimetoroka police station, mara nimepigana na polisi, mara kuuza madani hizo. Alikuwa akija mpaka kotini ya jela. Wananiambia kweli mtoto wangu wewe ni mbaya, hata watu wanakusudia, lakini mimi nina imani kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Na okay, aliaga kabla sija reform, lakini najua pale yuko yoshukuru, yajua kwamba mtoto wake alichange. Okay. Okay. Licha kwamba umepigwa risasi. Unasema ulipigwa risasi Wapi? Nilipigwa hapa hivi kiuno. Okay. But ilipita najua haikuingia ndani. Okay. Yaani una bahati tu. Ni Mungu umeusema. Ulipigwa risasi na majambazi ama afisa wa polisi? Askari. Ulikuwa umefanya nini wakati huo? Okay, ilifika pale polisi walikuwa wameniambia wewe ukituona kimbia. Kwa sababu ilikuwa tumefikishana mwisho. Tulikuwa kuna polisi tulikuwa tunacheza nao, na kuna wale hawataki hata kuniona. So hiyo group ilikuwa na chuki na mimi. Ilifika pale wakatuambia mimi na rafiki zangu ukituona tu kimbia. Okay. Na ni kweli niko na marafiki zangu kina Kimengi, kina Beka wameuliwa na risasi ya polisi. So mimi najua wazi tukikutana nini ni risasi. Nao nishawapiga mara kadhaa, nishawaumiza. Kwa hiyo so nikajua wazi kweli. So hiyo that day nilikutana nao. Hakuna hata la kuongea, ni alivoniona tu akatoa. Kupiga na mimi nikageuka nishaondoka. So nilisikia yani nimepigwa lakini sikujua. Okay, huo kuna shock mtu pata ukipigwa. Risasi si risasi, hata mob ukipigwa mob kuna kama ni shock fulani unasikia mwili umepata shock, alafu ni kama unapata nguvu tofauti. Hauko normal. Unaweza ndani, unaweza fanya like uko ni kama uko na extra strength. So nikakimbia, then baadaye ndo nilikuja realize. So hata hii mob kesho yake pia ndio hii ya kichwa nilikuja gundua like kesho yake kwamba umefura. Nimefura, uso imejaa damu. Na wakati unakimbia hospitalini ama unajitibu tu? Wewe enda hospitali. Okay, maana unaona utashikwa. Obviously ukienda siku Ameri huo ana report tumelenga mtu. So uwe wanatafuta pia hospitali, and then pia hospitali unajua like polisi, daktari akiona umepigwa risasi si ata report polisi tuna mtu uko na risasi. Okay. Ni wakati gani ulibadilika na ni kitu gani kilikubadilisha Steve? Well, mimi nilifika pale nikaona marafiki zangu vile wameuliwa. Wameuliwa na raia au wameuliwa na polisi. Mimi nimeenda jela mara kadhaa, nimepigwa mob, hata mimi nimepigwa. Yaani ilifika alafu sasa nikaangalia watoto vile nateseka. Yaani watoto wanateseka, hawana makosa. Watoto wako? Nakimbia nikienda huku bado polisi wanatuma na CID. Kuna hiyo wakati huo ilikuwa kwa CDC hiyo, ilikuwa ni CID. Nimekimbilia pahali kujificha, CID wanakuja huko kunitafuta. Nasikia watu wakisema mzee unatafutwa. So ni kwa interior mistuni. So nilikuja Kibera, nikasema acha pia nije kujificha Kibera. Na nikiwa Kibera nikafikiria niko na watoto wanaumia bure pia. I think I can change my life. Why don't I just try mara moja? Na nikaamua ilikuwa kwa April 2012. Na nikaamua usiku mimi naenda kanisani. For the first time nitaenda kanisa. Wewe mwenyewe ulijipeleka? Nilijipeleka kanisa. Na mkaenda nikasikiza ibada, ikaisha, baada ya service nikafuata pastor, nikamwambia mzee pastor, mimi ni criminal lakini mimi najua naweza change. Naomba tu unisaidie ni reform.
Na nikamuelezea maisha yangu ule uhalifu wote nimefanya nini. Akaniambia kama umekubali mimi nitakuombea na uhakika kwa Mungu hakuna lisilowezekana. True. Akaniombea. Akaniuliza okay sasa umeamua sasa utaki uhalifu. Nini unaweza fanya at least? Kuletee mapato. So nikamwambia pastor okay mimi najua kuchora mambo ya art. Niko na umesoma kufika hapo by the way Steve? Nimeenda paka college. Okay. Okay. During this time uko college unasoma, unaiba, unavuta vitu vyako. Vitu vingine nimejisomesha mwenyewe. Okay. Yeah. Okay. So fine. Sasa hivi unafanya kitu gani kwa maisha yako? Well, sasa niko nafanya art. Mimi really? Artist. Wow. Na niko na community project bado nafundisha watoto wa slums kuna cha talents zao especially art. Really? Nafundisha watoto kuchora na gani? Kibira. Okay. So hao watoto wanafundisha kuchora and then art zao tunaziuza. Na niko na watoto wametoka tangu primary mpaka since 2012. Okay. Mpaka sasa niko na watoto kwa primary nikiwajua standard 7. So wanalipa ama unakuja tu you just help them nurture their talent? Nurture for free. Okay. Wow. But watoto wamejisomesha na hizo art mpaka wengine wako university, wengine wamemaliza form 4. And then bado niko na project nyingine nafanya hapa CBD. Hao wahalifu wa korakora tulikuwa nao tunajuana tangu zamani. Tunajaribu kuongea nao wa reform. Kuna wale pia wanaitikia mwito, kuna wale ambao bado hawajitikia. Tunajaribu tu kuongea nao pole pole. Okay. Safi. That is what you do for free. Na tunajua lazima uishi. Unahitaji pesa kuishi. How are you surviving? Unaweza vipi kupeleka watoto wako shuleni, pesa ya shule? So watoto wangu kwenda shule, mimi bado ni mchoraji. Apart from doing it for free le kufundisha watoto, nachora zangu nauza. Ala. So nikiuza zangu zinanipatia mapato, naweza lisha watoto, naweza kujimudu maisha yangu. Oh wow. Maneno yako mwisho, kuna mwalifu anakusikiliza sasa hivi. Kuna mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya yote yale ambayo umeyataja sasa hivi. Unaweza kumpatia ushauri gani kwa mtu ambaye umeishi kwa hii maisha kwa muda gani? Since 1993 to 2012. Wow. Sijui hata miaka ngapi, unajua kama 20. Unasema kwa hesabu ulipata 0? Hapo sikudanganya, hapo hata 0 pia kama. Sasa hesabu ya pesa ulikuwa unahesabuaje? Hela hakuna mtu ajue hesabu ya hela. Hata ambao hajasoma hela yajue hesabu yake. Okay, miaka 19 kwa uhalifu. Yeah. Okay. So mtu yote ambaye kwa crime. Ndio. Ile kitu naweza kuambia ya kwanza. Hakuna lisilowezekana. Lakini jambo la kwanza itakana niwe mwenyewe kwa roho yako ujiamulie. Usipiwe ati ile motisha na watu ama mtu akulazimishe ugeuke. Nia ianze na wewe mwenyewe kwamba kweli nataka kureform. Lakini ile ukiona ati mtu amereform ukatamani ama mtu akakuambia tafadhali ukireform nitakupea kazi ama nitakupea, hiyo haitakusaidia. Anza wewe mwenyewe roho yako, jifikirie tu. Kweli nataka, yani inaitwa willpower. Have that willpower change. And then if you have that willpower, next geukia to turn to God. Geukia Mungu. Mwambie tu Mungu kweli nataka kugeuka, lakini mimi kama binadamu. Okay. Binadamu yote dhaifu. Okay. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Umekuwa soba kwa muda gani? Haujashika madawa kulevya au yaani uko safi? Kama 7 years. Miaka 7 eh? Wow. Sijatumia cocaine. Na si kwenda rehab. Ndio nakwambia ni Mungu. Wow. Tuma salamu kwa anko mnasalimiana siku hizi mnazungumza? Na tunaongeanga wote. Familia yangu yote sahi walikusamea. Hata nyanya yangu tulikuwa tumechukiana. Nyanya yangu nishaimfukuza kwa boma. Boma lake na nikamwambia uliolewa. Hapa si kwenu, rudi kwenu. Oh my God. Lakini sahi nyanya yangu yakwambia kwa wajukuu wake wote mimi ndio wa kwanza number 1. Wow. So nawashukuru wote kwa kunisamea na kunionyesha upendo, kuelewa kwamba haikuwa ni mimi. Mungu awabariki. Okay. Thank you Steve. Asante sana kwa kuja kwa studio. Najua kuna maisha ya mtu umegusa sasa hivi. Mtu amejifikiria mara mbili. Safi, kwa wale wote ambao wamesikiliza kipindi kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi nasema asante. Kesho pia ni siku. Ciao.